Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Iran, Israeli pamoja na Marekani, vita ambavyo vilianzishwa na hawa wanaoitwa Marekani na Israeli, ambapo wao walianzisha vita hivi kwa lengo la kusema kwamba wanajilinda, lakini pia kwa ajili ya matishio ya masuala mazima ya nyuklia. Tuhumiwa kwamba ana mitambo ya nyuklia, kitu ambacho baadhi ya mataifa mbalimbali duniani yanashangazwa sana na hali hiyo ya Marekani. Sasa nikwambie kwenye update ya vile ambavyo vinaendelea, balozi wa Irani nchini Moscow Kazem Jalali amekanusha ripoti kwamba kiongozi mpya mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei kwa sasa yupo Urusi kwa matibabu. Anasema tabia kusema uongo iondoke akilini mwa muongo, lakini methali ya Iran inasema kwamba muongo hana kumbukumbu na husahau haraka. Leo vyombo vya habari vya Magharibi na Kiajemi vimejaa kashfa hadi siku ya uchokozi wa Marekani na Wazayuni dhidi ya Iran. Asubuhi ya mwezi mtukufu, mwezi mtakatifu unaoheshimika zaidi, habari za kutoroka kwa Khamenei kwenda Venezuela na Urusi zilitawala vyombo vya habari vya harakati za kishitani. Sasa ripoti kwamba kiongozi mkuu amehamishiwa Urusi kwa matibabu zinawakilisha aina mpya ya vita vya kisaikolojia. Viongozi wa Iran hawahitaji kukimbia au kujificha kwenye maandaki, nafasi yao iko mitaani miongoni mwa watu. Damu ya shahidi Khamenei inabatilisha athari za vita vya kisaikolojia na mafuriko ya uongo, mwanadiplomasia wa Iran aliandika kwenye X. Mapema kwenye mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov naye pia alijizuia kutoa maoni kuhusu ripoti kwamba kiongozi mkuu mpya wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei alikuwa amekuja Moscow kwa matibabu. Taarifa kama hizo hapo awali zilionekana kwenye gazeti la Al Jarida. Vile barua ya rambirambi ya katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran Ali Larijani kuhusu vifo vya wanajeshi wa majini waliouawa katika shambulio la Marekani kwenye meli ya Iris Dena karibu na pwani ya Sri Lanka imechapishwa kwenye ukurasa wa X wa afisa mkuu wa usalama, huku kukiwa na madai ya kifo chake katika shambulio hilo. Kumbukumbu yao itabaki milele mioyoni mwa watu wa Iran, na kuuawa kwao shahidi kutaimarisha misingi ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu kama sehemu ya vikosi vya kijeshi kwa miaka ijayo. Barua hiyo inasomeka. Hapo awali waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz alidai kwamba Larijan aliuawa katika shambulio la usiku mmoja na jeshi la Israeli. Vile Iran imetia kwenye mlango wa Hormuz ili kuzuia Marekani kutoa kambi zake za kijeshi. Balozi wa Iran nchini Moscow Kazem Jalali anasema Marekani inatumia kambi zake za kijeshi katika mataifa ya Ghuba ya Kiarabu kuanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Licha ya uhakikisho wa awali wa nchi hizi kwamba eneo lao na anga zao hazitatumika dhidi ya Iran, hata hivyo kuna dalili wazi kwamba kambi hizi sasa zinatumiwa vibaya dhidi yetu, Jalali alisema. Ameeleza kwamba njia za usafirishaji na usambazaji wa kambi hizi hupitia mlango bahari wa Hormuz ambao sasa Iran ina udhibiti. Anasema kuna sheria ya kijeshi kwenye eneo hilo na Iran inachukua hatua za kuvuruga usafirishaji wa adui kwa ajili ya usalama wake. Jalali amesisitiza kwamba Iran haijafunga mlango wa Hormuz, lakini inahakikisha kikamilifu usalama wa meli zinazopitia humo. Meli zinaepuka eneo hili kutokana na ukosefu wa usalama unaosababishwa na uchokozi wa Marekani. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Usindikizaji wa kijeshi wa meli za biashara katika mlango bahari utafufua usambazaji wa mafuta kupitia bahari kwa 8 hadi 10 pekee ya kiwango cha kawaida katika hali bora zaidi, The Times imeripoti kinukuu data ya Load List Intelligence. Hapo awali rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba nchi zinazoagiza mafuta kupitia mlango wa Hormuz lazima zisaidie kuhakikisha usalama wa usambazaji wa baharini kwa kutuma meli za kijeshi huko. Alizitaja Uingereza, China, Korea Kusini, Ufaransa na Japan kama nchi ambazo ingefaa kufanya hivyo. Mnamo Machi 2, Meja Jenerali Ibrahim Jabari, mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran, alionya kwamba mlango wa Hormuz ambao karibu 1/5 ya mauzo ya nje ya mafuta duniani hupita, utafungwa kwa meli kutokana na operation ya kijeshi ya Marekani na Israeli. Mnamo Machi 5, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alitangaza kwamba mlango bahari hafungwa, lakini meli hizo ikiwa ni pamoja na meli za mafuta huchagua kutovuka, wakiogopa mashambulizi kutoka pande zote mbili. Mnamo Machi 11, msemaji wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya aliripoti kwamba Iran haitaruhusu meli za mafuta zenye uhusiano na Marekani kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Mnamo Machi 15, alionya kwamba Teherani itatumia mbinu yoyote muhimu, ikiwa ni pamoja na kudhibiti usambazaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz ili kumlazimisha adui kujisalimisha.
Iran inaendelea kusafirisha mafuta yake kupitia kituo cha mafuta kwenye kisiwa cha Kharg licha mashambulizi ya anga ya Marekani. Ismail Hussein, msemaji wa kamati ya bunge ya nishati, anasema wafanyakazi wa sekta mafuta wakiwa na ari ya juu wanaendelea kufanya kazi, na kutokana na juhudi zao za saa nzima hakuja kuwa na kukatizwa kwa mauzo ya mafuta. Usafirishaji wa mafuta kutoka nchini humo unaendelea bila kukatizwa, na meli za adui zinazomilikiwa na Marekani, utawala wa Kizayuni, Israeli na washirika wao haziruhusiwi kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la Tasnim lilimnukuu akisema kamati kuu ya Marekani CENTCOM iliripoti mnamo Machi 14 kwamba jeshi la Marekani lilikuwa limeshambulia zaidi ya malengo 90 ya kijeshi kwenye kisiwa cha Kharg kwenye Ghuba ya Uajemi na kuokoa kuharibu miundombinu ya mafuta ya Iran. Vilevile jeshi la Iran limefanya mashambulizi mapya ya makombora dhidi ya malengo ya adui. Shirika la habari la Tasnim limesema kufikia sasa hakuna taarifa kuhusu ni vituo gani vya Marekani au Israeli vilivyoshambuliwa. Vile mnyororo wa usambazaji wa nusu semiconductor wa Asia unakabiliwa na hatari inayoongezeka kutokana na ugumu wa helium, huku mzozo unaoizunguka Iran ukiendelea na usumbufu wa gesi asilia wa Qatar ukiendelea. Fitch Ratings inasema hayo yakiendelea, zipo taarifa zinazomhusu rais huyo Marekani Donald Trump kwamba alikuwa mjinga kuamini kwamba angeweza kumchagua kiongozi mpya mkuu wa Iran kwa mkono ambaye kisha angetii matakwa yake. Balozi wa Iran nchini Urusi Kazem Jalali anasema alibainisha kuwa kwa mtazamo wa ikulu ya Marekani, Iran ilikusudiwa kuwa lengo rahisi kama Venezuela, na kwamba kwa kuondolewa kwa kiongozi mkuu wa mapinduzi na kisha kwa kuanguka kwa mfumo wa kisiasa na uongozi wa kijeshi, masharti yataundwa kwa ajili ya kuingia madarakani kwa mtu ambaye atatii matakwa yake. Inaonekana kwamba matukio hivi karibuni yameonyesha wazi ujinga wa mtazamo kama huo, kwa hivyo kauli kama hizo hazihitaji jibu. Jalali alisisitiza akijibu swali kuhusu mtazamo wa Teheran juu ya matamshi ya rais wa Marekani kuhusu uchaguzi wa kiongozi mkuu mpya. Katika suala hili, balozi huyo alisisitiza kwamba Iran ni nchi huru na kipengele pekee kinachoamua uongozi wake na mwendo wa kisiasa ni watu wake. Vile Iran itamwaibisha yeyote atakayejaribu kuteka kisiwa cha Kharg ambacho kina vituo vya kuhifadhia mafuta vya Iran. Mbunge Ismail Hussein anasema ikiwa maadui wanapanga kuvamia kisiwa cha Kharg, lazima wajue kwamba watakabiliwa na aibu kubwa zaidi kuliko katika mlango bahari wa Hormuz, na kisiwa hicho kitakuwa makaburi ya uvamizi. Shirika la habari la Tasnim lilimnukuu akisema hapo awali Axios iliripoti kinuko vyanzo kwamba ikulu ya White House inafikiria kukamata miundombinu ya mafuta ya Iran kwenye kisiwa cha Kharg. Kulingana na chombo hicho cha habari, hii itahusisha operesheni ya ardhini, na Rais Donald Trump anaweza kuchagua hatua kama hiyo ikiwa mlango bahari wa Hormuz utabaki kufungwa kwa meli za mafuta zenye uhusiano na Marekani. Vile Rais wa Marekani Donald Trump ametaka jeshi la Iran liape utii kwake, lakini matumaini na ndoto zake zilishindwa. Balozi wa Iran huko Moscow Kazem Jalali anasema Rais wa Marekani aliamini angeweza kuvuruga muundo wa kisiasa wa Iran na msururu wa amri ya kijeshi kwa kumuua kiongozi huyo mkuu. Mwanadiplomasia huyo wa Iran anasema alifikiria hali ambayo sehemu kubwa ya jeshi la Iran lingeahidi uaminifu kwa Trump mara moja, ikimruhusu kutangaza ushindi wa mtindo wa Venezuela kabla ya masoko ya fedha duniani kufunguliwa Jumatatu. Kwa maoni yake, matokeo kama hayo yangewaonyesha wakosoaji wake kwamba shambulio dhidi ya Iran na vifo vya raia havingekuwa na athari yoyote kwake au nchi yake. Hata hivyo, mfumo wa kisiasa wa Iran ulithibitika kuwa imara zaidi kuliko alivyotarajia, na kiburi chake cha kujiamini kwake kumemzuia kukubali kushindwa, mwanadiplomasia huyo wa Iran alibainisha. Alisisitiza kwamba hii inaelezea ni kwa nini Trump alitangaza nia yake ya kuhatarisha maisha ya maelfu ya wanajeshi wa Marekani. Makamanda wa kijeshi na maafisa wa serikali ya Marekani wenye uzoefu wanaelewa maana ya uvamizi wa ardhini wa Iran kwa mchokozi. Jalali alisema jeshi la Iran limejiandaa kwa tukio lolote na litageuza eneo la nchi hiyo kwa makaburi ya wavamizi, alihitimisha. Ni mbinu gani ambazo watakazotumia na mengine mengi basi hawajaweka wazi, lakini mpaka sasa Iran ni moja taifa ambalo linatajwa kuweza kupanda viwango kwa kuwa na jeshi imara, jeshi ambalo limeonekana kuweza kumtikisa Marekani na vibaraka wake mbalimbali ambao wote kwa ujumla walikuwa wanaonekana kama tishio kwa wengine, lakini kwa Iran wameonekana kuwa viumbe wa kawaida mno. Shukrani kwa Babu Kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.